Ripoti hii ni kutokea mkoani Morogoro, na sasa tupo katika halmashauri ya Ifakara. Kubwa zaidi ni kuona ni kwa jinsi gani hali ya usafi imefanikiwa. Tukiangazia ni kwa jinsi gani wafanyabiashara wamefaulu kwenye kutunza hali ya usafi katika maeneo yao ya biashara, lakini pia uongozi wa soko hili unahakikishaje wafanyabiashara hawa wanazingatia kanuni za usafi ili kuhakikisha kwamba vyakula au bidhaa tofauti zinazouzwa katika soko hili zinakuwa salama. Ungana nami leo kwenye masuala mazima ya usafi wa soko letu. Tumetenga kulingana na maeneo ya watoa huduma za biashara kama lilivyo. Tuna eneo hili la watu wanaouza ndizi mbichi. Kwenye ndizi mbichi na kwa mfumo wa soko tumekubaliana kila bidhaa ina kamati yake inayosimamia usafi wa maeneo hayo. Kwa mfano ndizi mbichi wako hapa, tuna kamati pia inayosimamia usafi kwa kila mfanyabiashara, ambapo kila anayeshusha mzigo na kusafirisha ama kuuza hakikisha eneo lake linakuwa safi, taka zinakusanywa kwa pamoja na baadaye zote zinapelekwa kwenye kizimba chetu cha taka. Hali kadhalika watu wanaotoa huduma za matunda, wanaotoa huduma za samaki wa kavu, nao vivyo hivyo wana kamati zao pale zinazosimamia usafi kwenye maeneo yao. Hivyo basi kamati ya usafi ya kila kipande pamoja na ile ya soko na uongozi wa soko wenyewe kwa pamoja tunaposhirikiana, ndipo hizo taka tunazikusanya asubuhi na kuzipeleka kwenye kizimba chetu cha taka safi, tayari kwa ajili ya kuzisafisha kutoka hapa eneo letu la soko na maeneo jirani, kuhakikisha kwamba taka zinakwenda dampo. Utaratibu ambao tumeweka kwenye kata ya ukusanyaji wa tozo za taka, kuna viwango tofauti tofauti vya ukusanyaji wa taka. Wenye biashara kuna maeneo ambao wanakusanya shilingi 6,000 kwa mwezi. Kuna maeneo ambayo yanakusanywa shilingi 10,000 kwa mwezi, lakini kwenye kaya tunakusanya shilingi 3,000 kwa mwezi. Zile kaya ambazo zinakuwa na wapangaji zaidi ya mmoja wanalipa shilingi 6,000 kwa mwezi. Na zoezi hili linafanyika kila siku gari linapopita kukusanya taka. Kabla ya taka kuna matangazo yanapita kuelekeza wananchi kutoa taka zao, na asubuhi gari linapopita kukusanya taka, basi na wale wanaokusanya ushuru wanakusanya. Kila mwezi tunafanya hilo zoezi, na tunaendelea kutoa elimu kwenye mikutano, kwenye vikao vyetu wananchi, kwa ajili ya kuona umuhimu wa kuweka mji wetu kuwa sawa na wao kuchangia ile tozo ya taka ili tuweze kufanya usafi kama ambavyo taka zinaendelea kutolewa kwenye kizimba ambacho tunakihifadhia. Na kizimba hichi ni kwa ajili ya wafanyabiashara wa hapa sokoni, ndizo ambazo taka zinakuja hapa, lakini kule kwenye mitaa gari zinapita kwenye mitaa na kwenye kaya kwa ajili ya kukusanya taka na kwa ajili ya kupeleka kwenye eneo ambalo limeandaliwa dampo kwa ajili ya kuteketeza hizi taka. Kiukweli ni muhimu sana kutunza mazingira, kwa sababu mazingira yanapokuwa safi na ndivyo wananchi wetu wanaishi katika usalama zaidi kwenye upande wa afya. Hivyo tunahamasisha wananchi waweze kutunza mazingira, kwa maana kusafisha makazi yao, lakini licha tu ya kusafisha, hata uhifadhi pia wa taka wanatakiwa wahifadhi katika mazingira yaliyokuwa mazuri zaidi. Lakini pia tunahamasisha wasichimbe mashimo, kwa sababu taka zinapokuwa muda mrefu zinasababisha uozo, ambapo wakati mwingine pia nzi wanakuwa wengi, wanaweza kutuletea maradhi ya mlipuko kama vile kipindupindu. Huwa tunawatangazia kwenye vikao vyetu, kwenye mikutano yetu ya mtaa, lakini pia huwa tunawahamasisha katika swala zima la uchangiaji wa taka, kwa sababu kama tunavyoona gari linasomba taka, lakini pia linahitaji kujazwa mafuta, lakini pia wafanya kazi hawa vibarua wanahitaji pia kulipwa. Kwa hiyo tunahamasisha wananchi wao wana uwezo wa kulipa kwa wakati ili tuweze kuwalipa hawa watu. Kwa hiyo tunahamasisha wananchi wetu kufanya usafi, na wakati mwingine pia tumejipangia ratiba yetu ya kila mwezi ambapo wananchi huwa wanajitokeza kusafisha katika maeneo yao pamoja na wafanyabiashara wote. Sisi kwa kiwango cha usafi tunamshukuru Mungu, kiko vizuri. Wa afya, mabwana afya wanazingatia usimamizi, na sisi wenyewe viongozi ambao waliowateua kuhusu usafi wanafanya usafi wa kutosha, na sisi wenyewe tuko vizuri kwenye mazingira yetu. Kama mnavyoona hapo, mazingira yako vizuri. Ndizi tunauzia wateja mikungu. Kama mteja atahitaji akate gomba, anakata, tunazihifadhi, taka tunapeleka dampo.